aliyefadhilisha miezi na masiku. Miongoni mwa miezi ambayo Allah tabaraka wa taala ameitukuza na kuifadhilisha ni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Akaufanya mwezi huyo wa watu kuswaumu na kusoma Qur'ani kwa wingi ndani yake, na pia tunakubali kwa moyo tukitamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, hana mshirika wala msaidizi katika ufalme wake, mwenye kuwalipa wanaoswaumu malipo yaliyokuwa mazuri na kuwaandalia sehemu ya VIP katika pepo yake kama malipo ya ibada zao za swaumu. Na pia tunakubali ya kwamba Muhammad ibn Abdillah ni mja wake na ni mtume wake. Tunaziomba sala na salamu na kheri na baraka zizagae maeneo matukufu, maeneo ambayo kalazwa kipenzi chetu, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammad, pamoja na watu wa nyumbani kwake na maswahaba zake na Waislamu watakaoshikamana na mwenendo wake kwa wema hadi siku hiyo ya malipo. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala kwa huruma wake na kwa ukarimu wake atuweke miongoni mwa hao. Waheshimiwa Waislamu, mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kuongea na Allah, mwezi wa kumbembeleza Allah tabaraka wa taala, mwezi ambao ukiomba dua zako zinaenda moja kwa moja. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, thalathu da'watin, dua za watu aina tatu, mustajabatin la shakka fihinna, zinaitikiwa haraka na ndani yake hamna mashaka. Wa dhakara minhum, kisha Mtume akataja miongoni mwa watu hao akasema, wasaimu hatta yuftir, ni mtu aliyeshinda ndani ya ibada tukufu ya swaumu, muda wake wote dua zake zinajibiwa mpaka atapofuturu. Tazama hii chensi ambayo Allah tabaraka wa taala anatupa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jiombee mwenyewe, waombee ndugu zako waliokuwa hai na ndugu zako walishatangulia mbele ya haki. Unawakumbuka kwa dua zako ndani ya mwezi mtukufu wa nini, wa Ramadhani. Na mtu akitizama katika aya za swaumu, siri iliyopo utakuta Allah tabaraka wa taala ameiweka aya ya dua katikati ya aya za swaumu, aliposema Allah tabaraka wa taala, wa idha sa'alaka ibadi anni, watapokuuliza waja wangu kuhusu mimi Mwenyezi Mungu, fa inni qarib, niko karibu yao zaidi, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, najibu dua na maombi ya yule ambaye anayeniomba. Na pia akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ud'u rabbakum, muombeni mola wenu, wa antum muqinuna bil ijaba, na nyinyi mkiwa na uhakika wa kujibiwa na Allah tabaraka wa taala. Walaysa shay'un akrama ala Allah min ad-du'a, hakuna kitu kilichokuwa kibora kama mcha kuinua mikono na kuzungumza na Allah tabaraka wa taala. Una maradhi ya ulevi, una maradhi ya kutembea na waume za watu, una maradhi ya kuishi na mwanamke bila ndoa, Allah amekupa mtihani wa ulevi, ndo ule wakati huyu wa kumbembeleza Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu, sitaki kurudi katika ulevi, sitaki kurudi katika yale mazingira niliyokuwa nayo kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah nipe ucha Mungu, Allah nijalie mimi niishi na ule dada chini ya misingi ya nini, chini ya misingi ya sheria. Unambembeleza Allah kila ukisali, unambembeleza Allah tabaraka wa taala. Ndio maana akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, likulli muslimin da'watun mustajabatun fi Ramadhan, kila Muislamu ana dua zake zenye kujibiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waombee wanao wanakusumbua, kaa kwenye msala, mbembeleze Allah. Kabla ya kufuturu kwa muda mchache unambembeleza Allah. Muda wote huyu ni muda wa kujikurubisha karibu na Allah tabaraka wa taala. Kisha Mwenyezi Mungu akamalizia katika hii aya, naomba unifate vizuri,
Allah tabaraka wa taala akatuwekea sharti ili apokee yako na wewe kwanza pokea yake. Allah tabaraka wa taala akatuonesha kuwa kuna sababu zinaweza zikapelekea dua yako isipokelewi na nani? Isipokelewi na Allah tabaraka wa taala. Wewe unaswali kisha unakwenda kwenye nyumba yako ndogo, subhanallah, unafunga wewe, kisha ikifika jioni unawasiliana kimada chako. Hii ni saumu ya namna gani hii? Unafunga, ikifika jioni unavuta feki, unakokota moshi. Hii ni saumu ya namna gani? Unafunga na huku unayafanya mambo ambayo Allah kafanya nini? Kakataza. Allah katuwekea sharti ili Mwenyezi Mungu apokee ya kwako maombi yako, inabidi na wewe upokee ya Allah, ushikamane na maamrisho ya Allah, acha yote ambayo Allah aliyokukataza. Akasema Allah tabaraka wa taala, falyastajibu li, waambie waja wangu waniitikie, washikamane na maamrisho yangu, waache yote niliyowakataza. Vipi utafunga mwezi wa Ramadhani na huko uko namwambia bebi wako akutumie mamigaa, uko namwambia kuuzie nguo ya laiti, kila siku unafuturu futari ya kimada wako? Nitumie sasa, mwezi umefika, tumana hela ya nyumba. La ilaha illallah. Manake huyu anafunga katika nia yake, kinachomziwia kuwa pamoja na Juma na Sumani ni mwezi wa nini? Mwezi wa Ramadhani. Manake anaogopa Ramadhani. Ramadhani ikiondoka tu anarudi katika uchafu wake. Unaweza kumuona imefika siku ya Eid, usiku wa Eid, nije sasa kesho. Wewe umefunga nini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ndio maana Allah akasema falyastajibu li, waambie waniitikie maombi yangu, wafate maamrisho, waache yote niliyofanya nini? Niliyowakataza. Waliyu'minu bi, na waniamini katika dua zao. Usibahatishi ndugu yangu, una mipango ya safari, ndio ule wakati sasa huyu wa kumbembeleza Allah akufanyie wepesi katika mipango yako ya safari. Unahitaji kazi, ndio ule wakati. Unasumbuliwa na maradhi, ndio ule wakati. Watoto wamekuwa mtihani, ndio ule wakati sasa wa kuongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa narju ijabatan lidua, vipi tutarajia dua zetu kuitikiwa na Allah na kujibiwa na Allah tabaraka wa ta'ala? Unamkuta Muislamu huyo huyo ana sababu zinazompelekea dua yake kutofanya nini? Kutojibiwa. Hivi kuna mtu hapo unamtizama anaswali, mashallah, anajiriki vipindi 5 tarawih kila siku, lakini anatongoza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, anapiga mistari katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huyu unafunga nini? Unafunga nini ndugu yangu Muislamu? Kumbe ni mtu kujitahidi katika hali kama hii iliyokuwa nzuri, kuongea na Allah tabaraka wa taala, kumuomba yale Mwenyezi Mungu unayotarajia. Kama unataka mtoto, kama unahitaji mume, ndio ule wakati huyo. Unahitaji watoto wema, Allah kuwezeshe katika masomo, Allah kufungulie kila la kheri, ndio ule wakati. Kwa sababu dua za mwezi mtukufu wa Ramadhani zina uzito mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunamwomba Allah tabaraka wa taala tusamee sisi na wazazi wetu. Allah, tunakuomba utusamee makosa yetu, tusamee sisi na wazazi wetu, wale ambao wako hai na wale ambao tayari washatangulia mbele za haki. Allah, ikiwa kati yetu kuna wazazi wao bado wakingaliki hai, Allah wazawadie mwisho uliokuwa mwema, na ikiwa kati yetu kuna wazee wao tayari washatangulia mbele ya haki, Allah warehemu kwa ambapo walipo. Allah wahurumie mauti wote wa Kiislamu. Allah, tunakuomba tufungulie milango ya riziki. Allah, Ramadhani yetu hii iweze kuwa Ramadhani ya mafanikio yaliyokuwa makubwa. Allah, tunakuomba wafanya biashara wabarikie katika biashara zao, na wale ambao mashallah wanataka kazi, Allah wape kazi. Wakulima, Allah wabarikie katika mimea yao na mishamba yao. Allah, tunakuomba wale ambao wana nia ya kuolewa, Allah wape waume waliokuwa wema, na wale ambao wana fikra kuoa, Allah wape wachumba waliokuwa wema. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.